simama imara. Kimsingi dunia ya sasa haimu-accommodate, haimpi nafasi mtu ambaye ni dhaifu na teketeke. Lazima uwe imara. Ukiwa Mkristo soft, usina mizizi katika neno la Mungu, mafuriko yatakupitia. Weka mkakati, weka ratiba ya kuimarisha imani yako. Kabla hujaenda kutafuta mishemishe za maisha na dunia na utafutaji na nini akakuzonga na kuviga akili yako ikapumbazwa, weka mkakati wa kuimarisha msuli wako wa imani. Anza gym za kiroho. Anza mafunzo ya kuimarisha imani yako katika neno. Ukiwa dhaifu, unaweza ukajikuta focus ya akili yako ni duniani. Ukaanza hata kushindana na watu wa duniani. Ukajikuta na wewe unasikiliza muziki ya duniani. Kiherehere kwenye mambo ya dunia, uko fronti mbele kuliko mambo matakatifu ya Mungu. Hii itakuathiri sana rafiki yangu. Wenyeji wetu, sasa naposema neno wenyeji ni citizenship, our citizenship, uraia wetu uko mbinguni. Kwa hiyo sisi ni wanadiplomasia wa mbinguni. Serikali yetu sio hii iliyoko duniani, ni ile ya mbinguni. Kutoka huko tunautazamia ufalme, ujio wake. Sasa ujio wake ule ndio unapaswa kuvaa akili zetu kwa asilimia kubwa. Na ndio maana makanisa yote ya uongo, dini zote za uongo, hazisisitizi ujio wa Yesu kama ndio tumaini pekee la mwanadamu wa sasa. Wamebendi akili za wanadamu, wamezikunja akili za wanadamu kuangalia matumbo yao, mavazi yao, kutafuta magari na vitu vya dunia. Wanasahau hii kitu ni cha muhimu sana.